Wanawake wanne wanauguza majeraha mbalimbali kufuatia mkanyagano wa watu waliotokea kwenye zoezi la kugawa chakula cha msaada mjini Kikima, eneo bunge la Mboweni, kaunti ya Makueni. Wakazi wa eneo hilo sasa wanaitaka serikali kuacha kuwatumia wanasiasa kugawa chakula cha msaada na badala yake kuwapa maafisa wa utawala jukumu hilo ili kuepuka visa kama hivi. Kutokana na makali ya baa la njaa katika kaunti mbalimbali nchini, kaunti ya Makueni ni miongoni mwa kaunti 22 zinazokumbwa na njaa, huku serikali ikitoa chakula cha msaada kila wakati. Miezi miwili iliyopita, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku aliongoza zoezi la ugavi wa chakula cha msaada, ambapo wanawake wanne walijeruhiwa na sasa wanauguza majeraha baada ya mkanyagano wakati wa zoezi hilo. Nikaona watu wanakimbia na mimi nikaanza kukimbia. Ninaogopa, hata nilikuwa sijui ninaogopa nini. Ninaona watu wengi wanakimbia, hata mimi nikaanza kukimbia. Nikajipata huko chini. Alafu nikianguka, watu wananiona naanguka. Alafu wengine wakanibeba, wakanipeleka hospitali. Nilipelekwa hospitali na mpaka Matekaji. Alafu kutoka hapo nabebwa na gari napelekwa hospitali Machakos. Nikienda nikaanza kupigwa picha, alafu nikaandikiwa mguu inavunjika. Nimetoka hapa kwa nyumba nikaenda huko mkutanoni, nilikuwa huko ndipo. Sasa nilikuwa katikati wa watu na hao watu wakanisukuma, nikaumia mguu. Wakati wa kuumia mguu, wakazi wakiibua maswali kuhusu uwazi wa ugavi wa chakula hicho cha msaada, wakisema sasa hakiwafaidi bali kinawaumiza na kuwapa majeraha. Walikuwa wanapikania chakula, wengine wanabeba gunia mzima, wengine wanasukumana, wanabeba maharagwe, wanabeba mchele na nguvu. Na mimi singekuwa na nguvu, nilikuwa naogopa tu nikimbie nijisaidie. Sasa wanaitaka serikali kukoma kuwatumia wanasiasa kugawa chakula na badala yake kuwatumia maafisa wa utawala ambao wana mikakati mwafaka ya kuhakikisha walengwa wanafikiwa. Serikali wakati wa kupatiana kitu, hata ikiwa ni wakati wa kitambulisho, tupunge mulaini. Wakati huo watu wengi wameumia hapo kwa soko. Kila mtu ako hapa kwa Ndua ba kijijini. Kuna mama mwingine amevunjika mguu. Basen Maria, Ndugu TV.